tariku salati mal'un fi Taurat wal Injil wa Zabur wal Furqan. Mtu asiyesali analaaniwa na malaika. Chakula anachokila kinamlaani tariku sala. Anayetoka kwenye nyumba inamlaani, nenda uendako upate majanga, usirudi salama uendako, nyumba inamlaani. Nguo aliyoivaa tariku sala inamlaani, inasema ningekuwa na uwezo ningejivua kwenye mwili wako upate fedheha uko unakokwenda. Anakula tonge linamlaani chakula. Laanaka Allah ya adu Allah, akulaani Mwenyezi Mungu. Wewe adui wa Allah, unakula riziki ya Allah, unashinda kumwabudu Allah. Na wakati mwingine Mwenyezi Mungu anatuonyesha mawaidha kwa vitendo. Unayo miguu miwili, una viungo vyako kamili, unashindwa kutenga muda wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mwangalie mtu mlemavu, aso miguu, anajikongoja alfajiri, adhuhuri, laasiri, anakwenda kutekeleza ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mimi na wewe tuna viungo, tunasikia adhana, tunakata kona kwenye kibla, wala hatuna habari. Wataku yauma turjauna fihi ila Allah. Tuogope siku ambayo, ndugu zangu wa Kiislamu, tutarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tuulize juu ya ibada. Sala hizi ni amana, ni amana ambazo kila Muislamu atatakiwa au ataulizwa kuhusu amana hizi, alizitekeleza vipi. Mwanadamu ambaye hakuyasikia haya na kuyapa nafasi, siku ya kwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhesabiliwa, ataonekana katika ibada zake kuna mapungufu. Mwenyezi Mungu amwambie adil amana, tekeleza amana. Huko hakuna kuswali tena. Allah amwambia adil amana, tekeleza amana. Ataangalia huku na kule, asema lakad dhahabati dunya, ya Rabbi, amana nitaipata wapi huku leo? Dunia leo hakuna. Allah amwambia adil amana, itekeleze amana. Na amana zikiwemo swala ambazo hakuzisali duniani.